Ni Jamal Malinzi, rais wa TFF, Mwesigwa Celestine, katibu mkuu wa TFF, Geoffrey Nyange Kaburu, makamu wa rais wa Simba, Elieza Aveva, rais wa klabu ya Simba, na Nsinde Isawale Mwanga, mkurugenzi wa fedha wa TFF, wakiwasili mahakama ya Kisutu. Malinzi amesomewa mashtaka 28. 23 kati ya hayo ni kufoji risiti za kuwa anaidai TFF na kujipatia pesa zinazokadiriwa kufikia $292,200 sawa na zaidi ya shilingi milioni 600, ambapo risiti zinaonekana zimeanza kufojiwa tangu Novemba 2013 hadi Julai 2016. Makosa mengine matatu yanawahusu wote watatu, Jamal Malinzi, Mwesigwa Celestine na Nsinde Isawale, nayo ni kughushi nyaraka ya kamati ya utendaji ya TFF iliyokuwa inaonyesha kuwa wajumbe wa kamati ya utendaji wameridhia kubadilisha mtia saini wa benki kutoka Edgar Donald Masudi kwenda kwa Nsinde Isawale Mwanga, kosa lililofanyika Juni 5, 2016. Makosa mengine matatu ya mwisho yanahusu wote watatu, nayo ni kutakatisha fedha kiasi cha dola za Kimarekani 375,418, ambapo watatu hao walisaidiana kutakatisha fedha hizo mnamo Septemba 10 mwaka 2016. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, watuhumiwa wote watatu wamekana. Malumbano ya kisheria yaliibuka mahakamani hapo baada ya upande wa utetezi unaowakilishwa na wakili msomi Jarome Msemwa kuomba dhamana kwa wateja wake, lakini upande wa mashtaka umepinga ombi hilo kwa madai kesi ya kutakatisha fedha haina dhamana kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha 144 kifungu kidogo cha 5B. Baada ya malumbano hayo, hakimu mkazi mkuu Wilbodi Mashauri akaaghirisha kesi hiyo na itaendelea tena Julai 3 mwaka huu, ambapo mahakama itatoa hukumu kama washtakiwa wapate dhamana au la. Kwa maamuzi hayo, Malinzi, Mwesigwa na Isinde wote wamerudishwa rumande mpaka siku hiyo. Hii ni kusema kuwa Jamal Emil Malinzi hatopata fursa ya kufanyiwa usaili kuelekea uchaguzi mkuu wa TFF. Hivyo Malinzi rasmi amevuliwa urais wa TFF. Kesi nyingine iliyorindima mahakamani hapo ni kesi ya rais wa Simba Evans Aveva na makamu wa klabu hiyo Geoffrey Nyange Kaburu. Wawili hao wameshtakiwa kwa makosa matano. La kwanza ni kughushi nyaraka iliyoonyesha kuwa Simba inamlipa deni Aveva la $300,000. Kosa la pili ni kutoa nyaraka za uongo kunako benki ya CRDB tawi la Azikiwe mnamo Machi 15, 2016. Nyaraka hizo zilionyesha kuwa Simba inalipa deni la $300,000 kwa Aveva. Kosa la tatu, la 4 na la 5 ni kwa Aveva kujipatia fedha $300,000 akisaidiwa na Kaburu kupitia benki ya Barclays tawi la Mikocheni, ambapo fedha hizo ni zao la fedha haramu. Watuhumiwa yani Aveva na Kaburu wamekana mashtaka na mahakama imewanyima dhamana kwa kuwa kosa la kutakatisha fedha halina dhamana. Hivyo washtakiwa wamerudishwa rumande hadi Julai 13 mwaka 2017 pale kesi yao itakapotajwa tena. Kwa kukaa huko rumande, Geoffrey Nyange Eric almaarufu Kaburu atakosa usaili kuelekea uchaguzi mkuu wa TFF. Hivyo dhamira yake ya kuwania umakamu wa rais wa shirikisho hilo imekufa rasmi. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.